Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Dar es Salaam imefanya ziara ya kutembelea na kukagua ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya ya Kigamboni, ikiwa ni kutazama utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama hicho ya mwaka 2020-2025, ambapo imeeleza kuridhishwa na utekelezaji huo. Kamati hiyo imeongozwa na katibu wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Elias Mpanda akimwakilisha mwenyekiti wa CCM mkoa, wakiambatana na mkuu wa mkoa huo Albert Chalamila ambaye ndiye msimamizi mkuu wa utekelezaji wa ilani kwenye mkoa huo. Akizungumza katika ziara hiyo wilayani Kigamboni jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa Albert Chalamila amesema katika utekelezaji wa ilani kwenye ujenzi wa shule na vituo vya afya, kwa sasa mkoa umeweka utaratibu wa miradi hiyo ya vituo vya afya na shule kujengwa kwa mfumo wa ghorofa ili kuepuka changamoto ya uhaba wa ardhi, lakini pia matumizi bora ya ardhi kwa kuwa watu wanazidi kuongezeka, ardhi bado ni ile ile. Kwa upande wake, katibu wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Elias Mpanda akimwakilisha mwenyekiti wa CCM mkoa kwenye ziara hiyo amesema chama kimeridhishwa na utekelezaji wa ilani kwenye wilaya hiyo na kusisitiza miradi ikamilike kwa wakati na kwa viwango stahiki. Katika ziara hiyo, kamati ya siasa ya CCM mkoa imetembelea shule ya sekondari Vumilia Ukori iliyoko kata ya Kisarawe tu, ujenzi wa kituo cha afya cha ghorofa kata ya Mji Mwema, pamoja na mradi wa shule ya sekondari ya mkoa wa Dar es Salaam iliyoko Geza Juu, wilaya ya Kigamboni. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Taasisi ya kisiasa duniani kote mtaji wake mkubwa ni watu. Kwa hiyo kama haitahangaika na shida za watu juu ya afya, juu ya elimu, juu ya maji, juu ya miundombinu na huduma zote za kijamii, haizi kaungwa mkono. Lakini niye nimeshahidi toka mfumo wa vyama vingi uanze mwaka 92 na uchaguzi mkuu umeanza 95 mpaka 2020 tumeenda kwenye uchaguzi mara 6. Chama cha Mapinduzi kimeendelea kuaminiwa na wananchi kwa sababu kikiahidi kinatekeleza. Lakini na nyie ni mashahidi, katika kipindi hichi cha awamu ya 6 tumeona miradi mingi mikubwa ya kimkakati ikitekelezwa chini ya uongozi shupavu na hodari wa rais wetu, mwenyekiti wa chama chetu, Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan. Ziara hii ya kamati ya siasa ni utaratibu tu kwamba baada ya uchaguzi tunaunda serikali, tukiunda serikali wataalamu tunawakabidhi shughuli za kufanya, kwa sababu sisi wanasiasa hatuna taaluma. Lakini tumewaambia asubuhi pale kwamba katika utekelezaji wa shughuli hizi lazima wajue kuna mambo mawili, kuna taaluma alafu kuna nafasi. Ni wangapi ambao wana taaluma kama zao hawajapata nafasi ambao wanazo? Kwa hiyo tuwapongeze kwa kipindi chote hicho ambao tumewakabidhi jukumu la kufanya la kutekeleza ilani. Kwa kweli wamefanya kwa kiwango kikubwa sana. Na baadhi ya maeneo mtaona kwamba wananchi wana imani kubwa sana na miradi ambayo imepelekwa. Ni miradi ambayo haijakamilika, wameendelea kupata matumaini. Na tumeanza na shule ya msingi mmeiona kule, lakini baadaye tukaenda kwenye jengo ambalo ni kituo cha afya kikubwa kabisa cha ghorofa ambacho kinagharimu zaidi ya bilioni 4 na milioni 900. Lakini hapa na nyie ni mashahidi, shule hii ambayo sasa tunategemea kwamba vijana wetu katika mkoa huu, katika halmashauri zote au manispaa zote watakuja katika shule hii. Kimsingi kwa asilimia kubwa kabisa, kwa niaba ya kamati ya siasa ya mkoa tumeridhishwa kabisa na utekelezaji wa ilani huu ambao umefanyika. Nikiri kwamba wilaya na manispaa ya Kigamboni imepokea fedha za maendeleo nyingi sana kutoka serikali kuu, lakini zaidi pia kutoka vyanzo vya ndani. Na kwa dhati kabisa sisi miradi yote ambayo tunaisimamia kwa uwakilishi tu wa Wizara ya TAMISEMI chini ya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Maelekezo yake yote ambayo anayatoa kwetu kuhusiana na usimamizi wa miradi ndiyo hasa ambayo Chama cha Mapinduzi kimekuja kwa ajili ya kujiridhisha na kuweza kuona. Hapa nyuma yangu hili ni jengo kubwa na ambalo ni shule ya mkoa, na ni jengo ambalo litajengwa kwa bilioni nyingi, zaidi ya bilioni 9 ambazo zitajengwa na jengo hili. Na fedha hizi zote ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
lakini zaidi pia tumetoka kuangalia hospitali ya mfano ambayo ni kituo cha afya kitakachojengwa kwa zaidi ya bilioni 4.5 mpaka bilioni 4.9, kwa maana ni fedha ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameridhia ziweze kufanya kazi ya Watanzania. Kikubwa anachoweza kusisitiza ni kwamba Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wa kuweza kukagua miradi, kwa sababu ndicho chenye ilani na namna ambavyo kinaangalia namna serikali inavyoweza kutekeleza ahadi zake. Ninayo furaha kwamba mwenendo wa utekelezaji wa miradi Chama cha Mapinduzi kimeridhishwa, na kwamba yapo maoni ambayo tunapaswa tuongeze spidi, lakini zaidi spidi ya usimamizi, spidi ya ujenzi, spidi ya viwango na vitu vyote, ili angalau mambo yaweze kwenda sawa sawa. Mimi pia kama mkuu mkoa tumeendelea kuonya wale wakandarasi wote ambao wamekuwa na tabia kuchelewesha miradi na kubadilisha fedha ziende kwenye mambo mengineyo. Unamlipa mkandarasi leo fedha, lakini yeye anachukua fedha na kwenda kujenga barabara badala ya kujenga jengo. Kwa tumeonya pia wakandarasi wa namna hiyo, lakini kwa wale wakandarasi ambao wanadai pesa zao, pesa zipo, na kwa mantiki hiyo ni kitendo cha kuanza kurais certificates zao ili waweze kulipwa kwa wakati. Maeneo yetu mengi kuna miradi mitatu. Hapa Ukooni, kule Mwasonga na Ngoma Mapinti na Mkamba. Lakini yamefika mashimo kuchimbwa na miezi 4-5 sasa hivi. Na tulikuwa tunategemea kwamba kama mashimo yanachimbwa maana yake fedha zimeandaliwa ziko tayari. Sasa kitu gani kimekwaza hatukifahamu vizuri, lakini hili wacha nilibebe, nitakwenda kumuona manager wa TANESCO na tunaweza tukajua tatizo nini. Shaibu Yasini Abdalla ni mkazi wa eneo la Vumilia Ukooni, kata ya Kisarawe tu. Nashukuru sana Mama Samia tulitufanyia kwenye shule hii. Nashukuru sana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu watoto walikuwa wanatoka hapa wanaenda Kisarawe tu secondary school Mwasonga. Kuna maji kama kipindi cha masika, ilikuwa ni changamoto, watoto walikuwa waendi shule. Kauliana ili shule itusaidie, hata kama kuiwekea uzio tufanye kama Harambee, mwenye chochote kitu atoe ili tufanye uzio kwenye shule kuwe na ulinzi mkubwa wa watoto wetu.